Hello darling, kama nilivyokuambia, huu mchezo, hii game ya maisha, it's all about akili. Akili ndio kila kitu kwenye hii game ya maisha. Yaani akili utaitumia katika, yani kwa namna yoyote ile lazima akili itumike. Yes, lazima akili itumike. Katika video yangu ambayo imepita, ambayo naongelea kuhusiana na Mungu na Shetani. Hii ni video ambayo ni part 3 ya video hiyo. Na kama nilivyokuwa nimewaambia kwamba kuna upande wa Mungu na upande wa Shetani. Siku zote, mara zote Mungu huyo anakuwa ni upande huu ambao ni positive. Pale ambapo unakuwa unafanya vitu vyako in a positive ways, huo ni upande wa Mungu. Na pale ambapo upo katika negative, huo ni upande wa Shetani. Upo katika upande wa Shetani. Huu upande wa Shetani unakuwa ni kwenye kushindwa. Yaani hamna kitu ambacho utaweza kufanya. Unakuwa ni uoga upande wa Shetani. Unakuwa ni unaofia, unaogopa vitu, yani vile vitu ambavyo unaviogopa, unavyofia kwenye maisha yako. Vitu ambavyo unaona kabisa yani haviwezekani. Sasa huko kunakuwa ni upande ambao ni wa Shetani. Upande huu mwingine, upande wa Mungu, unakuwaga ni unaweza. Yaani lazima uweze. Lazima kuna namna. Itawezekana. Inawezekana. Alafu hakunaga uoga upande huu. Huogopi chochote. Huofi chochote kilichopo kwenye ulimwengu huu. Yaani ni unakuwa uko positive, hali ya kuwa ina muda mwingi ukiwa huku, inamaanisha hata huyu Shetani ambaye tunaishi naye anakuwa anakuogopa. Anakuwa hakuwezi kukuingia. Kwa sababu anajua uko vizuri hapa. Anajua kabisa kama hii ni ngoma nyingine. Huyu ameamua kuwa upande ambao ni salama. Kwa hiyo kuna kitu nilikuwa namalizia. So Shetani mwenyewe anakuwa anakuogopa ukiwa katika engo hiyo ya positive. Kwa sababu unakuwa muda wote wewe unakuwa hamna mtihani ambao una uwezo wa kukufikia. Kwa sababu mitihani yote ni anakuwa anaitengeneza huyu ambaye ni Shetani. Shetani anakuwa anakutengenezea kama nilivyokuambia kwenye video ambayo imepita. Shetani anakuwa anakuandalia kwa kule hofu yako, kwa kule kuogopa kwako, kwa kule ambapo unapokuona kuwa huwezi, kwa anakuchapa nacho kile ambacho ulichokiona kuwa ukiwezi. Pale kwenye hofu yako anakuandalia pale, anatengeneza bomu lake pale. Ile hofu ulionayo kwamba sijui itakuwa hivi, basi siku ikifika inakubutua. Inakuwa vile ambavyo ulivyokuwa ukihofia. Kama kile ambacho nilichokuwa nimekwambia kwenye video yangu ile iliyopita. So tukija kwenye ni kwamba ukiwa kwenye upande huu mwingine unakuwa uko safe. Kwamba hata huyu Shetani kama nilivyokuambia atakuwa anaogopa. Yeye mwenyewe atakuwa anakuogopa wewe. Kwa hiyo wewe huyu hawezi kukuambia chochote kwa sababu nguvu ulionayo ni kubwa. Wewe unategemea nguvu ile kubwa ambayo inayotawala ulimwengu huu, ambayo nguvu hiyo inamtawala mpaka huyo Shetani. Sasa wewe Shetani anakuwa yuko chini yako. Hawezi kukuambia wewe chochote. Sijui umenielewa? Lakini ukiwa upande wake utaogopa. Lazima uogope. Kwa sababu kumbuka kwamba unauamini ule mtihani ambao ulioko kwenye maisha yako sasa hivi. Unaamini kile ambacho kinachoendelea kwenye maisha yako muda huo. Kwa hiyo kutoka hapo inakuwa ni ngumu sana mpaka wewe uamue kuhama upande huo ulioko kwenda kwenye upande huu mwingine. Hapo ndipo unaweza ukatoka. Na ndio maana nawaambiaga pale ambapo kuna milango inafungwa kwenye maisha, msing'ang'anie kufungua milango ile.
Focus na kule ambako unapoelekea. Ni nini ambacho unatakiwa kufanya? Surrender kwa Mungu. Surrender. Tulia, relax. Mungu atakuonyesha ni nini ambacho unatakiwa kufanya. Ukisema upambane nao ule mtihani, huwezi. Utachoka na utakaa kwenye huo mtihani muda mrefu. Pale ambapo unaona labda mimi siwezi, wengine wanaweza wakanifanyia ule mtihani, my love, inawezekana. Kwa sababu kama nilivyoambia, Mungu hajuagi kusema hapana. Hakika anasema iko hivyo hivyo. Hivyo unavyoona, hivyo unavyofikiria, hivyo hivyo. Ukisema tu kitu, basi Mungu anasema hakika ni hicho. Hakika ni hicho. Kwa hiyo yule mtu atafanya mtihani wako, lakini utabaki hapo kwa sababu hujaufanya wewe. Sijui umenielewa? Kwa usishangae wengine wakawa wanapanda madaraja, wanapanda kwenye maisha yao, wenzako wana ambao ulikuwa nao wanaenda levels, wako levels zingine ambazo tofauti na wewe. Unashangaa ni kwa nini? Kwa sababu mtihani wako huwezi kuufanya wewe, na huufanyi wewe mwenyewe inavyotakiwa. Watu wanakufanyia, au kuna kitu ambacho kinadili na huo mtihani wako, au watu ambao wanadili na mtihani wako. Kitu gani? Inawezekana ikawa unaukwepa mtihani huo kwa kupitia labda baadhi ya vitu kama starehe au nini. Yaani kuna kitu ambacho kinakufanya labda ujisaulishe kwamba ule mtihani hauko kwenye maisha yako. Baada ya kuface ule mtihani na kusurrender kwa Mungu kwamba Mungu, nimekubali, asante, nionyeshe ni nini ambacho ninachotakiwa kufanya, ni wapi ambapo natakiwa kupita. Funga, usihangaike kufungua huo mlango ambao Mungu ameufunga. Unachotakiwa ni kuwepo pale ambapo Mungu ameshafunga ule mlango. Tulia hapo, atakuonyesha upi ambao unafungua. Kama nilivyowaambia, kuna hivi vitatu. Kuna jana, kuna leo na kuna kesho. Hii jana haipo, usifocus na jana, na ndio huo mlango ambao ulofungwa. Hiyo ni jana tayari, huo sio wa kwako tena. Hapa ndipo ulipo, na ndipo hapo ulipo maisha yako sasa hivi. Na pia hutakiwi kupangalia hapo. Sawa, una hicho tayari unacho. Unachotakiwa kuangalia wewe ni hiki cha kesho. Kesho kuna nini? Mungu lazima akuonyeshe kuna nini kesho. Lakini endapo utafocus na jana, utahangaika kufungua ule mlango ambao ni wa jana, ambao tayari ulishafungwa, basi my love, utachoka na utabakia hapo ulipo. Utabakia kwenye hiyo siku yako ya leo. Utabakia kwenye huo mtihani wako wa sasa hivi ambao unadili nao kwenye maisha yako. Huo mtihani utakuwepo hapo mpaka pale ambapo uta give up. Yani ku give up ni nini? Kusurrender ni kwa Kiswahili ni kwa Kiswahili ni nini kusurrender? Yani utasurrender. Okay, so utasurrender kwenye huo mtajua wenyewe, mtaiwekaje hii kwenye Kiswahili. Kwa hiyo utakaa, utasurrender na utatulia, utamwacha Mungu akufanyie kitu ambacho anachotaka kukifanya. So kwenye ile kitu ambacho nilichowaambia kuhusiana na ni nini ambacho nilichokipitia mpaka kuwaambia hayo yote, ni kwamba kuna mahali ambapo niliingia, kuna huduma ambayo nilienda kufanya, huduma za kijamii. Sasa baada ya kuingia pale, haikuwa kama siku zote unavyoenda pale. Yule mtu wenyewe ambaye anatoa huduma alikuwa hayuko katika hali ya kawaida, na yule mtu ambaye alikuwa naye, walikuwa wako watu wawili hapo. Yule mtu aliokuwa naye pia hakuwa vizuri, hakuwa kabisa yuko, yani walikuwa kama wamekutana, wako katika changamoto fulani. Kwa hiyo wanajaribu zile changamoto zao wanajaribu Sasa nilikaa pale. Baada ya kukaa, nikawa najaribu kuangalia ile hali, lakini najaribu kufocus na ya kwangu, lakini bado kwa namna moja au nyingine kuna kitu kilikuwa kinanisukuma, kinaniambia embo unatakiwa kuacha energy ambayo ni tofauti hapa ulipoingia, kwa sababu energy iliyoko hapa sio nzuri. Na ili uweze kuwa salama hapa, inabidi utumie kile ambacho Mungu amekupa. Mungu amekupa zawadi. Inatakiwa zawadi hiyo uiache hapa. Zawadi sio lazima iwe pesa, my love.
Zawadi sio lazima iwe kitu ambacho ni cha kuonekana. Zawadi ni zawadi. Tunajua sisi wenyewe ni nini ambacho tumepewa na Mungu.